Fresh. Bwana, tunafurahi kuona maceleb na kutana sehemu kama hii. Inaleta motisha kiasi gani kuona wasanii wa Singeli, wanamuziki? Inaongeza connection, inaweka ukaribu. Kama hapa tunapiga story, karibia wote wengi sio rafiki zangu. Rafiki zangu wachache, lakini tunapiga story. Najisikia vizuri kwa hapa, napata experience mpya. Kwa ni kitu kizuri, mimi nafurahi. Nafikiri sio mimi tu. Wote, kwa sababu tukikutana sisi kwenye mambo yetu huko tunaongea, tunapazungumzia sana hapa. Mara nyingi inatokeaga kipindi ambacho ni mwezi wa Ramadhani kama hivi, mwezi mtukufu. Of course Waislamu wamefunga, lakini Wakristo pia wamefunga. So ni mwezi fresh sana sisi kuwepo hapa. Unatamani endelee kuwepo hata kipindi ambacho sio mwezi wa Ramadhani? Sitamani. Kwa sababu sisi saizi tuko off. Yaani hatuko kwenye biashara. Kwa ni rahisi kupatikana. Ikiwa Ramadhani ikiisha tunaanza kuwa busy. Hasa weekend ndio tunakuwa hatupatikani kabisa. Pia kazi zinakuwa nyingi, watu wanasafiri nje na nini na nini. So inakuwa sio nzuri kwa sababu hatuwezi kuwa wote. Tutakuwa tuna miss, kwa haitakuwa nzuri. Unaweza kuingiza timu afu haupo kwa mikoani so. Lakini kipindi cha Ramadhani ni nzuri. Zungumza chochote Meja. Tunafahamu back in the days ulikuwa mshabiki wa Simba, lakini now time tunajua umetoa goma la Yanga na bado linaondoka until right now. Mtazamo wako ni nini kuhusiana na kile ambacho kilitokea tarehe 8? Kuhusu wapinzani kukimbia, wasikimbie. Hivi alokimbia ni nani kwanza? Mpinzani au mjui? Wewe mjui? Sema, usitaki kusema ujui. Alokimbia anajulikana ni nani. Hebu ambie chochote ambao unasema. Tumefika timu uwanjani, tumefuata protocol zote, kwa hivyo. Tulifika uwanjani. Okay. Alright. Nataka uniambie mchezaji wa Young African ambaye wewe unamkubali sana. Mimi nawapenda wote. Kwanza wengi ni rafiki zangu. So maana hata na Azizi leo walikuja hapa. Yaani mimi ni washika. Mimi sio Yanga tu. Mimi nilikuwa kwenye michezo ya mpira. Kwa ukuaji wangu nimekutana na kampani ya mpira sana kuliko ya muziki. Kwa mimi ukija kwenye swala la mipira najuana na wachezaji wengi sana, wengine watu wengi hawajui. Lakini kwa sababu mimi huku ndo alikuwa ndo maisha yangu. Yaani ilikuwa ni company, nashinda na lala. So nami nashinda na kina Ibrahim Wajibu mchana, asubuhi, kina Ndemla. Yaani ni company yangu, sio wachezaji wa Simba wa Yanga, yani karibia wengi ambao wanacheza mpira mimi ni washikaji zangu. So kuona yani ukaribu wangu mimi na wachezaji yani ni kitu cha kawaida sana. Ili itakuwa la mwisho. Tunafahamu ushikaji wako na Ibrahim Wajibu, wakina Shabalala, wakina Ndemla. Kuona mchezaji kama Ibrahim Wajibu, mmoja kati ya wachezaji ambao wana vipaji sana Tanzania. Kipaji chake kikiwa kama kinachukuliwa poa na yeye mwenyewe akiwa kama anapotea, mara nyingi wewe nakukata. Anapotea wapi? Kwenye game Wajibu ni mchezaji ambaye tulitamani kuona yuko labda nje ya Tanzania right now. Mipango, kila kitu anapanga Mwenyezi Mungu bro. Mimi napenda usimjaji mtu kwenye side yake. Angalia position yako. Hata kwenye position yako wewe kuna vitu vingi sana unaviwish. Halafu havijatimia. So kwenye kupambana kila mmoja anapita njia yake. Kufanikiwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja Ajibu ametoka mtaani, akacheza ndondo, akacheza mpira wa kulipwa, akacheza kwenye vituo mpaka akaja kuwa celebrity. Akacheza Simba, akacheza Yanga. It means kwamba alikuwa ana focus na anapambania kile anachokifanya. Huwezi kufika hiyo level kama ulikuwa ufanye. So kusema kwamba ana drop, mimi sioni kama ana drop. Kwa sababu kila nikimwangalia naona bado yuko anacheza mpira na pia namuona bado yupo kwenye timu nzuri. Kufanya vizuri kwa mchezaji inategemea na msimu na nini. Mimi nataka nikuite game changer. Kuna namna umeintroduce Singeli kwenye namna ya tofauti. Mimi nilikuwa namjua Meja Kunta kama mshikaji ambaye anaimba sana ladha na nini. Lakini wewe ndio ulianza kupinduka, ujue ngoma yako ambayo umefanya na maband. Yeah. Umeanza kupinduka. Right now kuna watoto wanakuja pia wanapita humo. Yeah. Kupinduka tena kwenye Hasani. Yeah. Nafikiri mpaka umemuinspire na Ibra pia kupinduka hiyo mipinduko ya hivyo kwenye Hasani alikadhalika. Unajisikia vipi ukiona kitu ambacho unakianzisha alafu watu wengine wanakuja wanakifanya? Mimi niko proud. Mimi siku zote nawaambiaga hata washikaji zangu wa karibu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa nafasi ya kuwa msanii. Mimi napenda kuwa msanii. Yaani usanii ni passion kwangu. Understand? Ni kitu ambacho mimi nakifurahia. Inshallah. Kwa nikiwa msanii nafurahi yani. Kwa kufanya vitu vya kisanii yani ni sehemu ya furaha yangu. Kwa mimi napenda kuangalia na game naijua, najua huyu saizi msanii mkali, huyu anafanya vizuri,
huyu saizi katoa ngoma kali, saizi game inaenda hivi. Mimi niko proud nikiona okay vijana wanafuata kile ambacho nafanya. Because mimi nakaa naangalia okay saizi game watu wanaimba sana, afu nikiangalia nyimbo hazipandi viewers, watu wanazoimba nyimbo hazihit. Kwa nini watu wana hit? Nafanya survey, naenda club, naenda wapi, nasikiliza music, naangalia okay watu saizi kumbe wanapenda muziki ya kucheza. Okay, kumbe watu wanataka wacheze. Ngoja natengenezea muziki ya kucheza. I don't mind kama wewe utasemaje mimi nitakapofanya. But mimi na stick kwenye position yangu like kama nimefanya na nilichokifanya ndo hiki. Yaani nimefikisha ule ujumbe. Like, watu wengi walianza kufanya demo wangu watakasema Meja sasa hivi anachanganyikiwa anaimbaje? Washazoea Meja anaimba sana, Meja mkali. Lakini ile ndo ilifanya watu huyu Meja ndo mpaka leo yuko hapa. Kwa sababu ningeendelea kuimba vile ikiwa tayari na kizazi kikubwa sana kinachoimba vile, tunashindwa kuweka yani tunashindwa kupishana. Tunatakiwa tuonyeshe ubora zaidi kwamba mimi naweza kufanya hivi. Sasa hizi mimi nimekuwa na muziki 3. Yaani kwenye singeli hiyo mimi na muziki sasa hivi nimeongeza muziki wa 4. Msha understand? Na muziki kama Mamu, nina muziki kuna ngoma nimetoa kama bado hujasema na Chu na ni Mbara Baba Levo na Ntosh Ganzi wa South Africa. Muziki kama ule. Na muziki kama wa Hasani na demu wangu na muziki kama wa Kwani Wewe Nani. You understand me? Naoma sana. Moja kati ya vitu tunavyovisubiri sana ni collab ije itokee kati ya Meja na D-Voice. Kwa sababu tunafahamu kwa kiasi kikubwa wewe ndio ulimuintroduce. Sure. Hiyo collab ipo. Tuna ngoma zaidi ya 5 mimi na D-Voice. Hata hii ngoma ambayo amefanya juzi. Tulikuwa wote. Wote. Ngoma yake alofanya juzi. Kutoka hiyo. Nataka kunila na unirish tulikuwa wote. Lakini mdogo wangu so preset. Alright. Imba. So kila time sio kila muda tunaweza tukaimba wote. Kuna time tunaweza tukaandika ngoma wote lakini akatoa mmoja. Lengo tu tuna target. Bado hatujafika muda mzuri wa kutoa nyimbo mimi na D. Kuna aina ambayo tunatoaga nyimbo. Kwa hiyo tunasubiri hiyo time na tuna madude mengi sana ndani. Andika nyie. Unatujua. Bwana. Bwana fresh man.